أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون أما بعد أيها الإخوة. Ndugu wapenzi watazamaji wa television yetu African TV, katika darasa lililopita tuliona kwamba miongoni mwa sababu za Qur'ani sura zake kupangwa kinyume na vile zilivyoteremshwa ilikuwa ni kujibu zile hoja zilizokuwa zimetolewa na wapinzani wa Qur'ani, kusema kama vile Qur'ani ni balaa, imekuwa ni nakama. Kwa hiyo tumiona sura iliyokuwa ya kwanza kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni suratul Alaq, ndiyo iliyofungua mlango wa kuteremka kwa ile Qur'ani kuja katika mgongo wa ardhi na kuteremshiwa yule Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sura itakayokuja kukaa mbele ya sura hii ndiyo itakayokuwa na uwezo wa kujibu hoja hii, na tumiona suratul Qadri ndiyo iliyokuja kujibu hoja hii ya kwamba Qur'ani ni baraka, ni kheri, ni fadhila, ni rehma. Leo insha Allahu taala tunaeleza sababu nyingine ya Qur'ani sura zake kutokupangwa ndani ya kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim katika nambari zake kama zilivyomteremkia yule Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu nyingine ni kuonyesha muujiza wa Qur'ani, kwamba ile Qur'ani ni muujiza, lakini pia ndani yake ile Qur'ani katika zile sura zake katika kupangwa ndani ya kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim pia ni muujiza. Kwa mfano, katika Qur'ani kuna sura mbili. Kuna suratul Qamari, ndiyo sura pekee iliyoweza kueleza ya kwamba mwezi wetu huu umepasuka, unaufa. Katika aya yake ya kwanza, iqtarabatis saatu wanshaqqa alqamar, qiyama kimekaribia na mwezi umekwisha pasuka. Alafu katika Qur'ani kuna sura nyingine, suratul Rahmani, katika aya yake ya 33 imeeleza ya kwamba mwanadamu utafika wakati ataweza kuruka na kwenda katika anga za juu na kwenda hata kwenda kutua juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Ya ma'shara al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahu alazim. Enyi jamii ya majini na wanadamu, kama nyinyi munaweza kupenya katika matabaka ya mbingu na ardhi, penyeni. La tanfudhuna illa bisultani, lakini mufahamu ya kwamba hamtaweza kupenya isipokuwa kwa nguvu zangu. Neno sultani tafsiri yake limfasiriwa, maana yake pia ni ilmu, hikma, utajiri, ufalme, uwezo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa atampa uwezo mwanadamu, akampa hikma mwanadamu, akampa ilmu mwanadamu, jambo hili mwanadamu ataweza kulifanya, na mwanadamu aliweza kulifanya. Yalikuja kutimia maneno haya ya Qur'ani tarehe 16 mwezi wa 7
1969 mwanadamu na chombo chake cha Apollo 11 wanaanga wasiopungua 9, akiwepo Neil Armstrong ambaye yeye alikuwa ndiye kiongozi wa msafara ule. Mwanadamu aliweza kupasua matabaka ya mbingu na akaenda kutua juu ya uso wa ardhi ya mwezi, takriban kilomita 400,000. Sura hizi mbili ndio zimeweza kueleza jambo hilo. Kwa hiyo Suratul Qamar ilikuwa ni sura ya 37 kumteremkia Mtume sallallahu alayhi wasallama, ikaja ikahamishwa, ikaja ikapangwa ikawa ni sura ya 54, kwa sababu sura mwenzake kwanza Suratul Rahmani iliondolewa katika nambari yake ya 97, ikaipisha Suratul Qadri ili ikae mbele ya Suratul Alaq kujibu hoja za wapinzani wa Qur'ani kwamba Qur'ani ni nakama. Kwa hiyo Suratul Rahmani ikaja ikawekwa ikawa ni sura ya 55, na sura iliyokuwa ya 55 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Suratul An'am, ikaondolewa hapo ikaenda ikawekwa ni sura ya 6 ndani ya kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim, kuipisha Suratul Rahmani ikawa sura sasa ni ya 55 katika nambari ya kupangwa katika kitabu. Kwa hiyo Suratul Qamar ikachukuliwa ikaja ikapangwa ikawa ni sura ya 54. Sura iliyokuwa ya 54 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni Suratul Hijr, ambayo Suratul Hijr ilichukuliwa ikaenda ikapangwa sasa ikawa ni sura ya 15 ndani ya kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim, kuipisha Suratul Qamar. Kwa hiyo Suratul Qamar ikawa ni sura ya 54, Suratul Rahmani ikawa ni sura ya 55. Sura hizi kukaa pamoja, ndani yake kuna muujiza uliokuwa mkubwa kabisa. Muujiza wa kwanza unaopatikana kwamba katika Suratul Qamari Mtume sallallahu alaihi wasallam alitakiwa aonyeshe muujiza wa kuupasua mwezi vipande viwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalifanya jambo hilo kwa uwezo wa Mola wake. Mwezi ukapasuka vipande viwili, kipande kimoja kikaenda upande mmoja wa mlima na kingine kikaenda upande mwingine wa mlima, alafu ukaja ule mwezi ukaungana ukawa mmoja. Kwa hiyo huu ni muujiza aliyoufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani, NASA, National Aeronautics and Space Administration, waliwauliza wasomi wa Qur'ani pamoja na kile ESA cha Ulaya, European Space Agency, wakauliza aya hii inasema ya kwamba kiyama kimekaribia na mwezi umepasuka, jambo hili vipi? Wakaambiwa ya kwamba ni muujiza aliyoufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotakiwa au pasue mwezi vipande viwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalifanya jambo hilo, wakalipinga hili jambo kwamba haliwezekani kwa mwanadamu kilomita 400 yuko katika mgongo wa ardhi au nyoshe kidole ule mwezi upasuke vipande viwili. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Tutakuonyesheni ukweli wa maneno yetu tokea masafa ya mbali na katika nafsi zenu wenyewe. Katika surati Fusilati aya 53, mpaka iwabainikie ya kwamba yote yaliyosemwa na Qur'ani ni haki. Lilikuja kutimia hili tarehe 16 mwezi wa 7 1969, mwanadamu alipotua juu ya uso wa ardhi ya mwezi kilomita 400. Neil Armstrong akafungua mlango wa Apollo, akatembea juu ya uso wa ardhi ya mwezi, wakamuona anarudi nyuma. Wale waliokuwa chini pale NASA wanamuona, wanaongea naye, wanamuuliza vipi? Anawaambia na uona mwezi unaufa, na akapiga picha kadhaa kuupiga ule mwezi. Na waliporudi, mwandishi wa CNN International anamuuliza ni jambo gani lililokustaajabisha wewe ulipokuwa mwezini? Akawaambia niliuona mwezi unaufa.
Kwa hiyo Qur'ani ikawa maneno yake iliyosema yametimia. Katika karne ya 20 mwanadamu aliweza kulifanya jambo hilo. Kwa hiyo Suratul Qamar ikawa ni sura ya 54, Suratul Rahman ikaenda ikapangwa ikawa ni sura ya 55, kwa sababu ndiyo sura pekee katika aya yake ya 33 iliyomhakikishia mwanadamu na kumthibitishia mwanadamu kwamba huyu mwanadamu utafika wakati ataweza kwenda katika anga za juu, na ataweza huyu mwanadamu kwenda kutua juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Kwa hiyo katika kupangwa zile sura za Qur'ani pia ndani yake kuna kuwa na muujiza, kwamba ile Qur'ani ni muujiza, na pia zile sura za Qur'ani katika kupangwa kwake inakuwa pia ni muujiza. Kwa hiyo Qur'ani inakuwa ni muujiza wa muujiza, na ndiyo muujiza uliokuwa mkubwa kabisa wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuliko miujiza yote aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallama, na pia inakuwa ndio muujiza uliokuwa mkubwa kuliko miujiza yote waliofanya manabii wote na mitume wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Suratul Qamar ilikuwa ni sura ya 37 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallama, ikaja ikapangwa ikawa ni sura ya 54, na Suratul Rahmani ilikuwa ni sura ya 97 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallama, ikaja ikapangwa ikawa ni sura ya 55, ikaenda kukaa mbele ya Suratul Qamar. Kwa hiyo sura hizi zina mahusiano maalumu kabisa. Kwa hiyo pia unakuja kukuta ya kwamba walitua mwezini saa 7 na dakika 54 kwa taimu za hapa duniani, kwa saa za hapa duniani. Sasa aya ya kwanza ya katika Suratul Qamari ndiyo iliyoeleza kwamba mwezi umepasuka, na kwa kizungu ule mshale wa saa ule mkubwa ukikaa katika moja ndiyo saa 7. Sura hii ni sura ya 54, inakuwa ndiyo dakika za wao kutua mwezini. Kwa hiyo unakuja kukuta ya kwamba ule mpangilio wa Qur'ani ndani yake kuna muujiza uliokuwa mkubwa wa kuithibitisha Qur'ani kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisichokuwa na shaka ndani yake. Haya tunaendelea kuyaeleza katika darasa letu hili kwamba Qur'ani ni muujiza wa miujiza, na ndiyo muujiza uliokuwa mkubwa wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na unakuwa ndio muujiza wa wakati wote na muda wote na zama zote, mbele ya watu wote na mahali mote mpaka mwisho wa ulimwengu huu. Na pia muujiza huu unakuwa ni muujiza ambao haupitwi na wakati wala muda wala zama wala watu wala mahali. Ni muujiza ambao unakuwa uko mbele ya wakati, mbele ya muda, mbele ya zama, mbele ya watu na mbele ya kila mahali. Kwa kiasi hiki kwa leo alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika darasa letu tunasimamia hapa. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah.